Na sasa familia ya marehemu inataka taarifa kamili ya maelezo kuhusu kifo cha ghafla cha mwana wao. Familia hii ikisema imeshangazwa na kifo hicho kufuatia kukamatwa kwake akiwa nyumbani kwao na maofisa 6 wa usalama. Nyuso za familia, ndugu na marafiki katika kijiji cha Kokwanyo, kaunti ya Homa Bay, baada ya kupokea taarifa kwamba kijana ambaye walimfahamu kama msomi na mwenye maadili hapa hayuko tena. Hapa ndipo Albert Omondi Ojwang, mwanablogu aliyeaga katika seli ya kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi, amekuwa akipaita nyumbani. Nyuso zilizojaa huzuni na hamaki zikiteka wenyeji hapa, wakiachwa na maswali chungu nzima. Joseph Okumu, ambaye ni msemaji wa familia hii, anasimulia jinsi maafisa wa DCI walivyotumwa nyumbani kwao Ijumaa wakati wa chamcha kumkamata Ojwang. Watu walivamia hii boma wakiwa na pikipiki 3. Walipofika na wakauliza kama huyo ndio Omondi Albert, hamuna aliyewaficha na kijana hakutoroka. Familia hii inasema kwamba kati ya maafisa hao, 2 walijitambulisha kwao, wote wakiahidi kumlinda mwana wao. They said that they mentioned that he was accused of maybe posting something on the social media, that one of the senior officers is corrupt. I don't know, it was just a corruption allegation. Ojwang baadaye aliandamana na maafisa hao hadi katika kituo hiki cha polisi cha Mawego alikoandikisha taarifa kabla ya safari ya kilomita 350 hadi jijini Nairobi. Hivi leo tunazungumzia ambaye alikuwa tumehakikishiwa yuko salama mikononi mwa serikali, mikononi mwa DCI. Kijana huyu hakuwa na ugonjwa wa kifafa, kwamba amejigongesha ukutani iliyosababisha kifo chake. Tunakataa kama familia, tunakataa, hamuna ukweli hata kidogo hapa. Ni msomi, sio mtu ambaye akusoma. Kama ni mtu ambao ni ako na tabia nyingine kwenye ukoo ama area, watu wanaweza kusema huyo mtoto alikuwa mkora, lakini tangu hatujasikia. Bustani hili la miti ndiyo limesalia kama kumbukizi yake Albert, ambaye anasifika kijijini kama mtunzaji shupavu wa mazingira. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.